Bena Foundation ingabire kuva kumana. Shirika la Bena Foundation mkoa wa Burunga, wilaya ya Rutana. Shirika la Bena Foundation likishirikiana na idara ya afya mkoa wa Burunga wanawajulisha wananchi wote wa mkoa wa Burunga pamoja na mikoa mingine kwamba madaktari bingwa waliobobea katika upasuaji na magonjwa mbalimbali kutoka nchini Misri watarejea tena kutoa matibabu kwa wananchi bila malipo yoyote, yani bure kabisa. Katika awamu ya 8 ya mradi huu, magonjwa yatakayotibiwa ni pamoja na ngiri, magonjwa ya mishipa na mifupa, matatizo ya utokaji wa donda au vimilio, uvimbe wa tumboni, tezi dume, magonjwa ya mfumo wa uzazi kwa wanawake, pamoja na magonjwa yote ya macho ikiwemo upofu, mtoto wa jicho na shinikizo la jicho. Matibabu haya yataanza rasmi tarehe 10 Julai hadi tarehe 17 Julai 2026. Upasuaji wa matibabu makuu yatatolewa katika hospitali kuu ya Gihofi iliyopo Susumo. Kwa upande wa magonjwa ya macho, matibabu yatatolewa katika kituo cha afya cha Bena kilichopo Rutana mjini, yani Rutana Center. Uandikishaji utaanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika vituo vya afya vilivyopo karibu nanyi. Baada ya kujiandikisha, madaktari watafanya uchunguzi wa awali kulingana na ratiba ifuatayo. Ndani ya mwezi huu wa 6, tarehe 26 Rumonge katika hospitali ya Rumonge, tarehe 27 Nyanza katika hospitali ya Nyanza-Lac na pia katika hospitali ya Makamba, tarehe 28 Rutana katika hospitali ya Gihofi na katika kituo cha afya cha Bena, tarehe 29 Gitega katika hospitali kuu ya Gitega. Swala la kuzingatia ni lazima kuwa na karatasi au hati ya rufaa uliopewa na daktari wako. Kumbuka, matibabu yote ni bure kabisa. Viongozi wa vituo vya afya wanaombwa kuwasaidia wagonjwa kuwapa hati hizo za rufaa kwa urahisi. Kwa maswali au ufafanuzi zaidi, piga simu namba urimyi n'ubworozi. Asitokee mtu yoyote atakayepitwa na fursa hii ya kutibiwa bure na shirika la Bena. Hageze abarundi twese dukenguruke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, dunia ya sasa ina mitihani mingi sana, lakini mtihani mkubwa katika jamii yetu ni mtihani wa maradhi. Kuna wale ambao wanapata maradhi lakini hawana pesa ya kujitibisha. Mtu anakaa na maradhi miaka hadi miaka lakini hajapata suluhu, na pindi suluhu inapokuja, mtu huyu anafarijika, anafurahika kuona kwamba sasa naelekea kupata matibabu. Wengi walipata matibabu hayo, walitibiwa bure kabisa kwa maradhi tofauti tofauti. Kuna wale ambao walikuwa hawaoni lakini wakipatia matibabu wanaweza wakaona. Kuna wale ambao walikuwa na tezi ambazo ziliwasumbua kooni, unakuta mtu amevimba kabisa. Kuna wale ambao walikuwa na maumivu ya tumbo. Kuna kina mama ambao walikuwa na shida kuweza kupata mifumo mizuri ya uzazi kwa sababu walikuwa na maradhi mengi sehemu za kizazi. Lakini suluhu lilipokuja, lilikuja kuwapa faraja, na suluhu hiyo imerudi tena kwa mara nyingine. Suluhu inapatikana Bena Foundation. Ndugu yangu katika imani, Warundi wote katika nchi yetu ya Burundi, kuanzia tarehe 10 harakati za kutibiwa bure zitaanza na zitaenda mpaka tarehe 17, lakini kuna tariki za kuweza kujiorozesha. Tariki hizo tumeanzia mwezi huu wa 6 tarehe 15. Tayari watu wameanza kujiorozesha, lakini vile vile kuna ratiba ya kuifuatilia ya kuweza kuonana na madaktari kwa awamu ya kwanza ili wapate kukuchunguza wewe. Hizo ni tariki 26, 27, 28 na 29. Mikoa mingi tofauti watakuwa Rumonge, Rutana, Gitega, Makamba, kote huko ili kuwachunguza wale ambao wana maradhi. Lakini kukufikisha huko kote, acha leo nikurudishe nyuma upate kufahamu historia ya mzee wetu ambaye yeye alinufaika na matibabu haya ambayo yanatolewa na shirika la Bena Foundation.
Karibu uweze kufahamu mengi. Na mzee wangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa wale ambao wanatufahamu, wakufahamu kwa majina, inshallah itakuwa khairi. Naam, wananifahamu, naitwa Hassan Ramadhan na ni mkaaji wa Bujumbura. Nilifanya safari ya kwenda Rutana hospitali kule. Alhamdulillah, nilichukuliwa kwa usalama kabisa na kwa kutibiwa kwa usalama bila kulipa pesa zozote, bure, kwa sababu nilikuwa na mvimbo ambao ulikuwa umenivimba hapa. Alhamdulillah, walinipokea vizuri, tumezungumza nao vizuri. Nimelala hospitali yao pale, nimetibiwa, alhamdulillah rabbil alamin. Mpaka hivi najisikia niko alhamdulillah, si jambo kabisa. Na naomba Mwenyezi Mungu awajaze khairi katika hali yao na ujuzi wao ambao wanao, alhamdulillah. Na mpenzi mtazamaji, nikurudishe nyuma upate kuona video ambazo zilichukuliwa kabla ya mzee kufanyiwa operation. Hali yake ilikuwa vipi? Bena Foundation ingabire kuva kumana. Bena Foundation ihumuriza abayitura. Bena Foundation yaje hageze abarundi twese dukenguruke. Hii ndio ilikuwa hali ya mzee wetu. Alikuwa akiishi na tatizo hili kwa miaka mingi. Hebu tumsikilize mzee. Tatizo hili lilianza lini na alikaa nalo kwa muda wa kiasi gani? Naam, tatizo hilo nilikaa nalo karibuni miaka 20 na nalifunga sauti, na mimi nilikuwa ni mtu msomaji mzuri wa Qur'ani, imamu wa msikiti, nilikuwa na sauti nzuri sana, lakini lilifunga likaniletea madhara ya kuumwa shingo kila mara shingo ilikuwa linaniuma kidogo, tena na kichwa kinaniuma, hali kama hivyo. Lakini nilipofika kule kufanywa operation, hayo matatizo yote yaliisha kabisa. Walifanya operation, alhamdulillah, mpaka hivi hali yangu nasikia ni salama kabisa, alhamdulillah. Ilikuwa ni uzito sana wa matibabu, kwa sababu ilikuwa kwenda kuchukua vipimo vyote ni franga nyingi sana, na kuingia hospitalini kufanyiwa operation ni franga nyingi sana, kwa sababu niliona kuna uzito mkubwa sana, kwa sababu hata niliingiza kiasi ya kufanya nipitie mitueli, lakini walikataa. Walikataa, hiyo sio kazi ya kupita mitueli, kwa sababu jili niteremshiwe bei ili nifanyiwe operation. Wakakataa kabisa. Kukataa ndio ikabidi mimi nisikie kama kuna chombo ambaye kinayekuja kuwafanyia watu operation hapa Bujumbura, na nikawaona watu ambao waliofanyiwa operation wenzangu. Kila mwenye kwenda kule akirudi anasema amefanyiwa operation, kila mwenye kwenda kule amerudi. Basi na mimi nikawa na uroho kama huyo, na mimi ndio kufanyiwa operation bure, bila malipo yoyote nimefanyiwa bure. Nafikiri nitazameni katika shingo langu, kile kilikuwa kimevimba hivi kilikuisha, alhamdulillah. Bena Foundation ilikuja kama solution kwa matibabu ya wale ambao walikosa uwezo. Mzee wetu anaelezea kwamba alipata matibabu bure kabisa bila malipo yoyote, na sasa anaendelea vizuri. Hebu tuweze kuhakiki matibabu haya ambayo mzee aliyapata. Je, mzee anatamani yaishie kwake tu au yaendelee kwa watu wengine? Naam, yaendelee kwa watu wote, kwa sababu mimi wale watu ambao walinifanya operation niliwachukua moja kwa moja nikawapeleka mpaka msikitini, tukasali barabara ya 6, nikawaonesha watu wengine ambao wenyewe walikuwa na mavimbe na nini ghasia, wote ambao wenyewe walikuwa na nini ya mishipa, wote wakawa wanasema kama lazima hawa watu wakirudi
hawa watu wakirudi wenye kufanya operation bure, basi niwaeleze wote watakwenda wakatibiwe. Wote niliwapata wote na nikawafahamisha, wakasema kama lazima niwafahamishe ni namna ya kwenda itakuwa ni wapi na nini. Basi nikapata ripoti kama watakwenda Rumonge. Sasa watakwenda Rumonge, na watu wa Rumonge ambaye nilikuwa nimeshawafahamisha na wenyewe wako radhi, wameshasema kama wataitika jambo hilo la kufanyia operation na vinundu na vitu gani vyote. Alhamdulillah, niwashukuru sana. Maoni ya mzee na imani umeyasikia. Hebu mzee aturudishe nyuma kidogo, atuambie uzito na misukosuko ambayo alikuwa akiipata miaka yote hiyo 20 kipindi alikuwa na maradhi hayo, na hivi sasa anajisikia vipi kutokana na hali yake kuimarika. Naam, na kwa wakati huyo nilikuwa najisikia kama niko mzito sana shingoni. Shingo ilikuwa linaniuma kila mara, kichwa kinaniuma kila mara, na nikitumia dawa ya kichwa, nikisabia dawa ya kutumia vinini hivi, lakini wapi, nilikuwa sina amani hata kidogo. Lakini alhamdulillah hivi sasa nina amani. Naam, nina amani kabisa, nina amani. Yale matatizo yote alhamdulillah sina tena, alhamdulillah. Ni hivyo tu kule, kwa sababu ya kujua kama wana uzoefu mkubwa sana wa kufanya operation, wana uzoefu mkubwa sana wa kufanya operation bila kuwa na matatizo. Na mpenzi mtazamaji, kama ulikuwa unatufuatilia, ni kueleze tu kwamba fursa hii bado inatembea. Kwa mara nyingine tena, madaktari bingwa kutoka nchini Misri chini ya uongozi wa Bena Foundation wanarudia tena katika nchi yetu ya Burundi kwa minajili ya kuwatibu wale wote wenye maradhi ambayo tumeyataja, ambayo unayaona kwenye runinga yako au kwenye kiganja chako mkononi kupitia simu yako. Maradhi yote haya yatatibiwa bure kabisa bila malipo yoyote. Na imani, unamwona mzee wangu hapa, mzee Hassan, hali yake tayari imeimarika. Ukitazama picha zilizopita, ugumu aliokuwa akiupata, usumbufu wa maradhi haya aliokuwa akipitia, lakini sasa anakuambia anamshukuru Mwenyezi Mungu kuona hali yake imeimarika, na anawaita wale wote wenye maradhi, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, waweze kukimbilia fursa hii. Ni wakati wa kuchukua maamuzi, ni wakati wa kupumzika uzito wa maradhi ambayo uko nayo. Karibu Bena Foundation uweze kutibiwa bure bila malipo yoyote. Kwa mawasiliano zaidi, namba zetu hizi hapa, wasiliana nasi uweze kupata maelekezo na maelezo yote ili uweze kupata matibabu haya. Mimi ni Salum Hassan kutoka katika nchi ya Burundi, na hii ni Al-Amnu TV. Asante. Abarundi twese dukenguruke, Bena Foundation yaje hageze. Abarundi twese dukenguruke. Bena Foundation ingabire kuva kumana. Fondation Bena, Intara ya Burunga, Komine Rutana. Ishirahamwe Bena Foundation rifatikanije n'Intara y'ubuvuzi ya Burunga baramenyesheje abenegihugu bose bo mu Ntara ya Burunga ndetse n'izindi ntara ko babaganga bakaruhariwe babaga ingwara zitandukanye bo mu gihugu ca Misiri bazogaruka kuvura abenegihugu ku buntu. Mwisekeza rigira 8. Indwara zizovurwa ni amasuha, umusipa, imyingo, ibivyimba byo mu nda, prostate, inkavyi, ingwara z'abakenyezi hamwe n'ingwara z'amaso harimo ubuhumyi, agaharage na glaucoma. Iryo sekeza rikazotangura kwigenekerezo rya 10 mu Kakaro gushika kwigenekerezo rya 17 mu Kakaro nyene. Iryo sekeza rikazobera ku bitaro bikuru bya Gihofi muri Sosumo, Hospital Gihofi. Indwara z'amaso zozo zizovurirwa kuri Centre Medicale ya Bena iri mu Rutana Centre. Kwiyandikisha bizotangura kwigenekerezo rya 15 Ruheshi
imiti ku mavuriro abegereye. Ku bantu bazoba biyandikishije, abaganga bazoca kubasuzuma hakurikijwe ikirangamisi gikurikira: le 26 mu Rumonge kuri Hôpital Rumonge, le 27 i Nyanza kuri Hôpital Nyanza Lake no kuri Hôpital Makamba, le 28 mu Rutana ku bitaro by'Igihofi no kuri Centre Medical Bena, le 28 i Gitega ku bitaro bikuru by'Igitega. Ibisabwa ni urupapuro rwa transfert wahawe na muganga. Menya neza, kuvurwa ni ku buntu. Abajejwe amavuriro basabwa korohereza abazobitura mu kubaha urupapuro rwa transfert. Ufise icubaza, telefona ku nimero zikurikira: itugezaho ibitaro by'akarorero mu migambi ya Bena cabaye gikuru. Ntihagire umuntu acikwa n'aya mahirwe yo kuvurwa ku buntu na Bena Foundation. Bena Foundation yaje hageze, abarundi twese dukenguruke.